Mpenzi mtazamaji wa channel hii ya The One Man Army TV, natumai unategea channel hii. Mpenzi mtazamaji, kulikuwa na giza, yani blackout. Kulitokea blackout, kupotea kwa umeme katika nchi ya Uspania, nchi ya Ureno na Ufaransa tarehe 28. Kulikuwa na kupotea kwa nguvu za umeme, yani stima. Kulikuwa na giza katika hii nchi kwa safari moja. Kitendo hicho kilileta wasiwasi mkubwa. Je, imewezekanaje kuwa nchi tatu kumekuwa na ukosefu ama kupotea kwa nguvu za umeme, yani stima, yani blackout, total blackout. Watu walikuwa wakipiga nduru, wakipiga mayowe. Hiyo kitendo ilitendeka tarehe 28 usiku. Total blackout iliathiri sehemu mbalimbali ama uchumi mbalimbali, sehemu ambao kwamba ni nyeti, sehemu ambao kwamba muhimu katika hizo nchi. Je, itakuwa ni sabotage? Itakuwa ni kitu gani kilichosababisha kupotea kwa stima katika hizo nchi kwa wakati mmoja? Hizo nchi Uspania, Ureno na Ufaransa. Okay, tukiondoka hapo pia naye nchi ya Pakistan na nchi ya India bado wanaendelea katika mipaka yao kurushiana, wanarushiana silaha, yani silaha zinapigwa, yani wanavamiana kidogo kidogo, si ati ile makombora zinarushwa sana, ni ile kurushiana moja mbili, huyu anamrushia mwenzake hivi hivi katika mipaka. Kuna wasiwasi mkubwa. Waziri wa ulinzi wa Pakistan amesema ya kwamba yenda wakaingia vita baada ya siku hii, ikifikia hapo siku hivi za karibuni zijazo, wanaweza kuingia vita, kuanzisha vita kati ya Pakistan na India. Hayo yakiendelea, Uturuki tayari imepeleka usaidizi Pakistan. Uturuki tayari imepeleka usaidizi wa kijeshi, silaha kule Pakistan. Narendra Modi, waziri mkuu wa India, ameitisha baraza la mawaziri ya kijeshi ama ya makamanda, baraza la makamanda ya kijeshi ya nchi ya India. Mambo yanapamba moto upande ile. Tukitoka hapo, wanamgambo wa Al-Qaeda kule sehemu ya West Africa waliweza kuivamia nchi ya Benin na kuwaua wanajeshi zaidi ya 56. Wanajeshi wa Benin zaidi ya 56 waliuawa na wanamgambo, inasemekana katika kikundi cha Al-Qaeda, cha Waislamu wenye msimamo mkali, Al-Qaeda kule Benin. Nchi mbalimbali ikiwemo Qatar wametuma risala za rambirambi na wamekashifu kitendo kama hicho. Hiyo imetokea kule Benin. Tukitoka hapo, Burkina Faso, raia wa Burkina Faso wamekuwa wakifanya maandamano kwa wingi barabarani, wakikashifu nchi ya Amerika na Ufaransa kwa kuhusika
kwa tuhuma ya kuhujumu usalama ya nchi hiyo, kutaka kumuua kiongozi wao Ibrahim Traore. Wananchi hao wamesema wako tayari kufa na kupona ili kuilinda na kumpa hifadhi rais wao. Wako tayari kuilinda nchi yao. Na wameonya Donald Trump na Emmanuel Macron wakae mbali na nchi yao ya Burkina Faso. Tukitoka hapo twende wapi? Sitaki kuingilia mambo ya Tundu Lissu maanake sijafanya utafiti Tanzania. Nataka nijue Tundu Lissu ni kitu gani inaendelea kule Tanzania. Pengine kwa comment section ndugu zetu wa Bongo watatuweza kutueleza ni kitu gani, watatujuza ni kitu gani inaendelea wapi, inaendelea kule. So ni hayo tu mpenzi mtazamaji, ni hayo nitaweza kuacha kwa siku hii ya leo. Tukutane kesho, Mwenyezi Mungu akitujalia kupatia uhai. Asanteni sana kwa kuwa nami katika hii channel ya The One Man Army. Wale hawajasubscribe wasubscribe, na wale wamesubscribe, thank you so much. May God bless you. Ciao.